Luka sura 19 mstari wake wa kwanza, na nitasoma 10 yake. Tusome kwa jina la Yesu. Yesu akaingia na kupita Kapernaum. Yeriko, samani. Yesu akaingia na kupita Yeriko, na tazama palikuwa mtu mmoja ameitwa Zakayo, mkubwa wa watoza kodi, naye ni mwenye mali nyingi. Akatafuta kuona Yesu ni nani, lakini hakuweza kwa sababu ya makutano, maana alikuwa mfupi wa kimo. Akatangulia mbele, akapanda juu ya mkuyu apate kumwona Yesu, kwa sababu alitaka kupita njia hiyo. Na Yesu alipofika pahali pale, akatazama juu, akamwona. Akamwambia Zakayo, shuka mbio, maana imenipasa kukaa nyumbani mwako leo. Akashuka upesi, akampokea kwa furaha. Wakati walipomwona wote walinungunika, wakisema, ameingia kwa mtu mwenye dhambi. Zakayo akasimama akasema, Bwana, tazama, nusu ya mali yangu nitawapa maskini, na kama nimetoa kitu cha mtu kwa kumsingizia uongo, nitamrudishia mara 4. Yesu akamwambia, leo wokovu umefikia nyumba hii, kwani ni mwana wa Ibrahim. Amen. Tunaweza kaa. Nina somo kubwa inasema sababu za kuinuliwa, au sababu pia za kushindwa. Kuna tofauti kubwa katika kukomaa miaka na kuinuliwa. Naweza kukomaa lakini hauinuliwe. Kuinuliwa haiko kujiinua. Kuko tofauti sana kati ya kuinuliwa na kujiinua. Kujiinua ni ya watu wa kiburi, lakini kuinuliwa ni watu wanyenyekevu. Kwa hiyo katika maisha ya kiroho kuko kuinuliwa na kuko kunyakuliwa. Kunyakuliwa ni ile tutafundisha habari ya kanisa kunyakuliwa. Lakini kuko ile kitu inaitwa kuinuliwa. Yani kuko tofauti kubwa kati ya elevation na enlèvement. Makusudi ya Mungu ndio hii. Watu wote wanaopita chini yake Mungu awainue. Kabla Mungu atunyakue, atupeleke mbinguni, kusudi yake ni kutuinua. Kutuinua maana yake elevation. Taelewana vizuri hapo. Watu wengine watakufa bila kuinuliwa, lakini wanaweza pata neema ya kunyakuliwa. Watu wengine watainuliwa na watanyakuliwa. Sasa iko tofauti mkubwa na kujiinua. Ukimkuta mtu anajiinua, huyo ana kiburi na kuna nafasi atafika. Lakini aliyeinuliwa hakuna effort personnel isipokuwa neema ya Mungu tu. Lakini kuna siri ndakupa. Wanadamu wanaweza kuinua, lakini wanadamu watakushusha tena. Bwana akikuinua
hakuna mtu anaweza kushusha. Yaani hata watu wakuchukie, wafanye njama, kama Mungu ndio anasema mimi nainua fulani, hakuna mtu anaweza kushusha. Pandai 4 dimanche 5 dimanche ya ibada ya asubuhi, injo somo yangu tu. Kwa sababu kuko watu Mungu anaenda inua. Aseme anawatosha chini wanyonge na kuwapandisha juu, kuwaketisha na wafalme. Alafu Mungu anaposema ataketisha mtu na mfalme, maana yake utakuwa mfalme. Basi anayekala karibu ya mfalme ni mfalme au mke wa mfalme. Kwa hiyo mu processes za kimbingu, kusudi la Mungu ni kutosha watu chini. Sijui naeleweka vizuri? Kutosha chini mudomeni zote, kisha anakupandisha juu, anakuketisha na wafalme. Kabla niendelee kuhubiri, Mungu atoshi mtu mmoja chini. Nginipa amen, Mungu angeifanya. Kabla tuendelee kufundisha, Mungu atoshe mtu mmoja chini na mketishe na wafalme. Sema inawezekana. Bwana akitaka kukuinua, kuna vitu lazima vitokee. Mwanzo ya Biblia mpaka mwisho ya Biblia, watu wengi Mungu alikutana nao walikuwa chini, akawapandisha wapi? Juu. Kuanzia Adamu, Mungu alimtosha kwenye udongo, akamuinua juu. Wakina Ibrahimu walikuwa chini, Mungu akawaweka juu. Sasa Bwana akitaka kumuinua mtu, anafanya vitu 5 kubwa. Cha kwanza, Mungu anainua jina lake. Mtu mmoja aseme jina. Yaani unaweza kuwa haujakuwa na fedha, lakini jina linainuka. Jina ya mtu ikishainuka, dunia nzima inaweza kutafuta kwa sababu ya jina. Ndio maana usitembee na mtu yeyote ambaye ana uwezo wa kukuharibishia jina. Wakati Mungu anaambia Ibrahimu ndakubariki, promesse ya kwanza alimwambia je ferai ton nom grand. Mzazi njoo anapatiaka mtoto jina, lakini mwenye anainuaka jina ni Mungu peke yake. Jina ya mtu inaweza fika kwenye mtu hayafikaka, lakini jina yako litangulia. Ndio maana heritage mzazi anaachia watoto ni jina lake. Hata Yesu aliambia mitume, lolote mtakaloomba kwa jina langu mtalipata. Mungu anakuinulia jina. Hii kupata jina haiko kuweka maafishi, haiko kupiblie mafoto saa zote, haiko kupiblie mavideo saa zote, haiko kutaka kujijulisha. Iko tofauti na ile. Hawa ambao walipata jina hadharani walimtafuta Mungu kwa siri. Alafu bila kuweka afishi tunayua Yesu. Watu wanaweza weka maafishi na hawatajulikana kama mbingu hayakubali mtu ajulikane. Sijui tunaeleweka vizuri hapa. Watu wanaweza ingia ma studio usiku na mchana, lakini hata nyimbo yake moya haitajulikanaka. Yeye peke yake anayuaka vyake. Yeye peke yake anakuambia niko na nyimbo 5. Mbona hatujui hata moya? Alitaka ajipatia jina. Na ukisoma Mwanzo sura 11 mstari wa kwanza kushuka, aseme walipojenga mnara ya Babeli walikuwa na makusudi ya kujipatia jina. Soma Biblia vizuri. Yaani kwa kujenga mnara wa Babeli hawakuwaza kitu kingine, walitaka kujipatia jina. Na Mungu naye akasema mroho, kitu sipendake mdunia mwanadamu ajipatie jina. Ukienda ku Mwanzo 12, angalia hii tofauti hapa. Mwanzo 11 wanataka jipatia jina, Mungu anawashusha. Mwanzo 12 Mungu anakuja ambia Abraham je ferai ton nom grand. Maana yake hapa nyuma Mwanzo 11 nilishusha watu ya kujipatia jina, me hapa Mwanzo
12 na kupatia wewe Ibrahim jina. Kwa tafsiri nyingine, Mungu akitaka kuinua, kuna watu Mungu anashushaka kisha Mungu anakuweka juu yao. Mtu mmoja nipe amen zaidi hapa. Na mtu yote mwenye ngani na ukipe fasi yako, kabla tutoke hapa, Mungu atashughulika naye, amutoshe ile fasi na ukamate ile fasi. Ukinipa amen, Bwana ataifanya kwako. Dieu résiste aux orgueilleux. Mungu anakuwaka na resiste kwa orgueilleux, lakini anafanya neema kwa wanyenyekevu, watu wa kujishusha. L'humilité précède la gloire. Mtu mmoja nipe amen vizuri. Jambo la pili, Mungu akitaka kukuinua anakupa watu. Mtu mmoja aseme watu. Kuna tofauti ya watu na watu. Kuna tofauti ya watu na watu. Yaani kuna watu ukipata maisha yako yanabadilika. Kuna mtu ukipata, angalia hili nimefundisha juzi hapa nikasema kwenye maombi, haiko kila mtu juba anaambiaka viishe tuachane nisikonake tena kufa kutakufia. No. Kuna watu au kuna mtu ukipata, piga hata magoti. Mungu akikutaka kuinua, jina anaipandisha kisha nakupa. Kila kyote unachokikosa kuna mtu iko nacho. Alafu Bwana naona huyu hana nacho, acha nimsogezee watu. Mbingu ifungule milango juu yako na Mungu akupe watu karibu yako. Mungu alete watu zaidi. Jehova Nisi, nipe amen zaidi ya jirani yako. Mungu ana uwezo, kwa Biblia inasema utukufu ya mfalme ni watu wanaomzunguka. Hapana fanya mzaa na watu, ndani yao kuna mlango wa baraka. Inawezekana. Wale watu wako mkategori mingi, hata watoto nao wazaa ni watu, wanaweza kuwa mlango ya baraka yako kesho. Ndio maana ukiwa unawaona watoto wako unawatabiria baraka usiku na mchana. Oh yes. Jambo la tatu, Mungu akitaka kukuinua, Mungu anakupa akili zaidi ya wengine. Hapa ndio kunadhihirisha mtu atainuliwa. The knowledge, the connaissance. Vyote vinawezekana, hapana tu kwa anayeamini, lakini kwa yule anayeona kwa kichwa, vyote vinawezekana. Katika maisha ya kiroho wala ya kimwili, hautakiwe kuwaza saa mwenye iko karibu yako. Sote tumezaliwa sawa, sote miguu sawa, sote tumetembea sawa sawa, lakini maisha haiko sawa sawa. Kwa sababu gani? Hatuwaze sawa sawa. La grandeur d'un homme, ce n'est pas sa taille. Ukuu ya mtu mwanaume haiko urefu wala ufupi. Ukuu yake nakaa. Mwanaume iko hapa. Mwanamke haiko sema iko hivi, iko hivi. Mwanamke iko hapa. Mtu wa kwanza ambaye hana akili duniani ni shetani. Ni mwerevu lakini hana akili. Unaona ile tofauti? Unaweza kuwa mwerevu lakini hauna akili. Shetani hana akili. Kwa sababu mtu asha kuwa mbingu, tena afanye konfli mbingu, bamfukuze mbingu. Soma kama hana akili. Na ndio maana hawezi oa. Juma andiko nasema muishi na mwanamke kwa akili. Yeye hana akili, ataishi na mwanamke kwa nini? Hana akili. Mungu tunaye njoo akili. Na maandiko yanasema kumcha Mungu ni mwanzo ya maarifa. Taifa langu linaangamia kwa kukosa maombi. Njoo maandiko yanasema kwa kukosa maarifa. Yaani naweza kuwa na maombi lakini kama sina maarifa ndapotea. Kwa hiyo ukiona Mungu anapatia watoto wako hata akili kwa masomo, ujue Mungu anainua jamaa. Ile lazima uijue. Ukiona Mungu anaanza kupa akili, ujue Mungu anainua maisha yako.
Njoo wengine wanasema akili ni mali. Akili ni tofauti na elimu. Imetusaidia elimu kujibu maswali ya masomo, lakini akili imetupa nguvu ya kujibu maswali za maisha. Maisha ina maswali tena magumu sana. Unaweza réussir examen d'etat, lakini examen ya celibat, examen ya pauvreté, examen ya kuwa locataire, haiko probleme ya kusema math, physique, vitu gani. Inaomba kutumia akili. Ndio unaona wengi waliweza masomo wakashindwa maisha. Hamjawahi kuona? Na wengi walishindwa masomo wakaweza maisha. Ndio maana dunia iko, unaona mtu mkinywa hamuna français mais mfuko mko dola. Unaweza muita chef na muita mzee patron. Na wengine walipata neema ya kuweza masomo na kuweza maisha. Alafu anaipana akili ni Mungu peke yake. Kwa hiyo kama kuna kitu Mkristo hata chokaka nacho ni kutafuta akili. Tafuta kujua zaidi ya kile kitu unajua. Kuko age nyawezi eneza na uyetembeza gari. Na huko mwa kanisa mutatufezeresha. Iwe mwanaume, iwe mwanamke, kuko age ikifika unapashwa jua tembeza gari. Utaenda à l'étranger kesho, banatia gari ku disposition yako. Chauffeur haiko. Unafungula macho sali pondo. Niko na mtoto Samuel kwe. Niko na mtoto wangu wa mwisho 10 ans anayatembeza gari. Anaweza itosha hapa mpaka kunyumba. We na ile 30 yako. Huyu ni chauffeur. Usione mtu anagonda hivi. Gonda hivi unamwambiaka hautakula sisi kuna garder taille. Chauffeur faut garder taille. 10 ans. Nani anashaka unatembeza gari? Ni wengi walishao. Chauffeur wewe, rudia fasi yako. Wewe unaweza shindwa kutafuta connaissance ya kutembeza gari, mais maisha ya wengine tu ndio unatafutaka kujua. Ile sipere ni pirate, eske plante ni ngapi? Tafuta maisha yako. Acha maisha ya watu wengine. Kuko miaka ikienea, unapashwa maîtriser langue. Soma français, soma anglais, kama uko Muhunde. Jifunze Kihunde. Défendre anglais yako, langue yako. Kama uko Munande, jifunze Kinande. Hapana hii mabiswahili yenye haina mwanzo na haina mwisho. Unaweza kuwa mushi yeye mwenyewe yashitukaka. Unaweza shindwa sema mashi ya kwenu. Kuwa fieri ya lugha yako. Juu ya nini Tanzania inaendelea? Paske ni nchi ya Kiswahili. Bakifanya diskuru iko mu kulomba kazi iko mu Kiswahili. Ndio maana kila mtu anaelewa lugha yake na nchi yake inaendelea. Mekuko materme zingine mu français. Banasema hao ya comprendre ngeke kwa mu dictionnaire. Ndio maana nchi iko mu retard. Tuko tunaelewana vizuri. Yaani kuko miaka yenye unatakiwa kujua. Usipitishake journée yenye hauongeze kitu. Niko hapa nipe amen vizuri. Niulizie jirani yako mwambie unajua nini? Dunia haina besoin ya watu. Dunia iko na besoin ya watu wenye wanayua. Mwanaweza sema tupate wapi mtu kama huyu ambaye roho wa Mungu anakaa ndani yake. Aseme Joseph, kwa sababu umefunuliwa haya na una akili nyingi utatawala. Dunia inaweza shindwa kukupenda, lakini kama una kitu
watakutafuta na watakupatia kwenye umerite. Unapashwa jua, nahitaji mchumba wa kunibeba mbali. Oh Mungu Baba, mulete tu Kristo. Mungu anaangalia kapasite yako ya kichwa, hauongea, hauna akili, hauyo francais, hauyo anglais. Mungu atanilete wa wapi? Unalomba wa mbali na akili yako haiko ya mbali, nilete wa wapi? Baba niolewe na daktari, mtautana wapi? Soma kinganga. Soma kinganga, fanya stage general, hata kuona kule. Baraka inatengenezwa kama mazingira. Mungu akikuinua na akili hazijainuka, upumbafu utaonekana. Ndio maana kabla Mungu ainue mtu, Mungu anainua kwanza nini? Akili. Unaona mtu hana pesa, lakini bingi anawazaka, jinsi anavalaka, jinsi anatembea, unasentir excellence iko ndani ya mtu. Kwa hiyo ukiona hata Mungu anapatia watoto wako akili, ujue Mungu anakupenda. Ndio maana Mungu aliambia Israeli, nitakufanya kichwa wala hautakuwa. Sasa unafikiri Mungu kufanya kichwa maana yake nini? Mungu hufanya kichwa, kuna mtu anafikiri atainua kichwa. Mungu akisema nitakufanya kichwa, maana yake nitakupa akili, kwa sababu na mwenda wazimu iko na hii kichwa. Mimi mnasemaka kichwa yake inakufa. Eski kichwa inakufa? Kichwa iko, lakini ile connaissance ya ndani haiko. Ndio ukiangalia wa juif ni wa savant, kwani Mungu aliwaambia nitakufanya kichwa, sitakufanya mkia. Mkia haijuake, mkia haina macho. Maana kila mwenye ana connaissance ni mkia. Uwezi ukatawala hii dunia bila connaissance. La quatrième des choses, Mungu akitaka kukuinua, anakupa esprit ya découverte kila siku. You must discover. Unakuwa na roho ya kutosheka na jinsi ulivyo. Hapa nitawakoroga leo, kwa sababu mahubiri mingi mnazoea ni toshekeni. Toshekeni na maisha yenu wapendwa. Sasa hapa fundisho ile ni ya mapepo. Mtu wa Mungu hapashwe tosheka. Anapashwa kwenda utukufu juu ya utukufu, heshima juu ya heshima, baraka juu ya baraka. Eske mimi naeleweka vizuri hapa? Toshekeni. No. Hata Mungu tunaye hajawahi kutosheka. Kwa nini Mungu alituumba akaweka estoma yenye tunaweza kula chakula usiku na asubuhi tena tunasikia fao? Pourquoi Mungu akufanya mko nakula chakula kisha après 6 mois ndio mkule tena? Mungu anafanya vile juu ukikula na ubakie inane hauna njala, hautatumikaka. Akivide asubuhi nalamkia tena mkazi. Nilamka fowa. Unanielewa vizuri? Maana mkawaida za Mungu wa mbinguni, hautafanya rapport sexuel na bibi yako kisha useme panda 10 ans sitafanyaka tena. Mungu alijua hakuna garanti atapatia mwanadamu aseme hii itamsaidia panda 100 ans. No. Kila siku tuko na besoin ya kutafuta tena. Na utasangala patron mwenye iko na plus ya $200,000 iko nakwambia sina franga. Anakuambia tu wazi, sina isi ukrize. Kuna angalia mweko nalia krize. Nasema Mungu, usingelikuwa hata saa huyu njoo kawaida ile. Mewe na ka 500 kako hausalimiane tena. Ushatosheka. Kutosheka njo esprit ya orgueil. Kufikiri nishafika. Mtu mwenye atafika mbali anaonaka kwenye yafikaka. Anasema kama mtumishi wa Mungu Paulo, aseme siyaone niliyokwisha kuyafanya, lakini nachuchumia yaliyo mbele yangu. Maana ukigusa monta fulani usione tena, chuchumia yaliyo mbele yako. Katika maisha ya kiroho hautakiwe kutosheka na nyumba moja. Hautakiwe. Kama uko na nyumba moja uko pauvre, gari moja uko pauvre, ikilungula inaisha. Hautakiwe kutosheka na maombi ya jana, unatakiwa kufanya mapya. Ukwe na maparcelles unaanza sahabu.
Unaanza uliza bibi yako, ile parcelle inakuwa ngapi? Tuko na nyumba ngapi? Tuko na gari ngapi? Eske leo tena siko mafungo? Ushona ile niveau yenye unataka kula chakula unadute. Aya kufikiaka. Sasa siko tena mpriere. Oh, kumbe siko mpriere. Donc maombi lishakuwa maisha. Meo kifanya 3 jours seke yako, unaambia Mungu garanti ile. Nafanya nyingine mwaka kwa pasteur mwa aliniambia kavinambia, mbona wewe ufunga kesi? Nilifunga mu 2003. Tena uniambie, oh, Biblia inasema ombeni pasipo kuchoka. Mungu apanue vichwa. Mtu mmoja hapa mimi namsoma anaitwa Zakayo, sema Zakayo. Biblia inamfasiria kwanza alikuwa mkubwa wa watoza ushuru. Mkubwa. C'est la première des choses kwa maisha ya Zakayo. Or Zakayo ni Hebreu. Zakayo ni mtoto wa Ibrahim. Banamfanya mkubwa wa watoza ushuru mu gouvernement ya ba Romain. Kabwana kafupi. Lakini kichwa ya Zakayo ilikuwa inakaza inayala. Ba Romain bakasema hata kama ni esclave Zakayo, bakamueleve, bakamfanya mkubwa. Impossible à l'époque kukamata juif atumike wakati ya colonisation bamuweke juu ya wengine. Jericho balijua Zakayo ni mtu mkubwa sana. Point fort ya Zakayo ya kwanza ilikuwa kichwa. Ya pili wanasema alikuwa na mali nyingi sana. Zakayo haiko vile tu wanamfundishia mkanisa. Hii kusema Zakayo ni mfupi, iko mu 3e place mu ma declaration ya like juu ya Zache. Ya kwanza ni mkubwa, ya pili tajiri, alikuwa mfupi. Me wanadamu hawaonake mkubwa, hawaonake utajiri, banasemaka tu mfupi sa Zakayo. Me pourquoi zambia mtu utajiri sa? Wakati Biblia inasema et voici un homme riche appelé Zaché, Biblia ikikudeklare riche, hauko riche wa blagi. Est-ce que tunaelewana vizuri? Mkubwa, tajiri, alafu mfupi. Me dunia haionake vile. Dunia hata unaambia mtu njoo vile habari, mbarua, nilikusalimia, Bwana kubariki wakumbuke, na kutumia $1000, mimi nitakwambia uache bongo. Hata una tena hii franka. Atakuuliza bongo ya wapi? Wanadamu hawaonake mazuri yote. Mtu ushamtendea mazuri msekondi anasahau kila kitu. Zakayo akatamani kuona Yesu ni mtu wa aina gani. C'est-à-dire mkubwa, tajiri, lakini kiu ya kuona Yesu ingali ndani yake. Mkubwa, tajiri, me hayatosheka na niveau yenye iko nayo, iko na besoin ya ingine niveau yenye yafikiaka. Aseme akashindwa kumuona kwa sababu ya umati ya watu na ufupi wa kimo. Hapa kuna somo nzuri sana. Nyinyi mnawaza Zakayo alikuwa mfupi kushinda mafupi yote ya Yeriko? No. Nasema mara mingi Zakayo hakukuwa mfupi gisi mnavyofikiria, lakini ni maono yake ndio ilikuwa mrefu kuliko tai yake. Ndaifasiria unielewe. Zache kuya hapa alikuwa na tai ya kutembea naye saa wengine mu grupe zenye Yesu yuko ndani. Me hakukuwa na tai ya kuona Yesu gisi anataka. Zakayo alikuwa mfupi, na ile mfupi njoo uliona inamtume inamsumbua akatafuta Yesu. Hapana, Zakayo alijua mwa ile makutano kuko watu warefu kunishinda, na mwa ile makutano kuko wafupi kunishinda. Mene kipanda yule ya mkuyu na wafupi
na barefu ndabakanyaga bote. Donc Zache hakukuwa mfupi sana, lakini maono yake ndio ilikuwa marefu kuliko kimo yake. $10,000 kwa mtu mwingine ni franga ya mingi. Mtu mweko na grande vision, $10,000 atakwambia ni pesa ndogo sana. $10,000 haiko ndogo, lakini vision ikikuwa mrefu, 10,000 inakuwa ndogo. Est-ce que naeleweka vizuri hapa? Geukia voisin mwambie, bile wenye huko na shituka ni jua uyarefuka. Refusha mawazo. Oh, niko na kitanda yangu ya bien $200. Benzeni uko na vitanda $4,000. Wewe unajivunia $200. Njoo vile Mungu ashanibariki, nilipata ka 15 metres kangu ka parcelle. Mimi na Vani tunakuwa sawa. Benzeni uko natafuta hata 50 metres ya kutia mawese. Tembea. Zamani ngali garso, mimi nafika mkartie mwa hivi, naona nyumba, Buolo Bukavu. Sasa ndashengaka ya hivi kabisa. Naenda ubiri siku moja nje ya nchi. Mama mwasikia niombe kwetu, mamangu ni mgonjwa sana. Nafika naona nyumba. Nyumba yote peke tu nakwambia vua viatu vyako. Wewe peke tu Mzambiru nasema hii ni nchi takatifu. Napanda salo ya kwanza, ya pili, ya tatu, nene niombe tate mshambre, chumba iko sasa serena. Kata te kalisha machafu unaingia. Kimi nasema Mungu amigo, mimi sina hata chumba ya hivi, kata te hivi. Nikashange mawazo. Sona bashani garso magumu biko nayo. Anaoa mwanamke kisha anasema mikrofoni, nilitembea dunia yote nikamwona huyu. Ulienda ndosho tu. Ushatembea. Dunia yote ya wapi? Unayo kutembea inapunguzaka kiburi. Unashikuta unasema kumbe sina chochote. Unapatia mwanamke $10 ratio $5 na unatomboka sana. Tumekesha franga na akili. Maisha yanaharibika. Nisha nafika Uganda, mama anakuya, papa jo vile nileta watoto yangu baine, waombe nataka tuma kwa vacances Dubai, bapumziki kule. Mtoto wa 4 6 ans, 2 ans, msa bapumziki wanachoka nini? Banachoka nini? Ase baende bapumzike kule papa, na tuko na budget au moins $7,000. Ngapiga mnyuzi moro. Ka comprendre kumbe il faut kutembea. Njoo hiyo kama watu wengine wanatesanaka. Mwanzako mwanaume kunatoka mnyumba $1,000 ya ration, yanaacha kwa nyumba 500 ya frais de poche. Jona kayu yake ni mwizi, anasema usiibe kwa hizi 500. Unaepusha mwanamke 500 frais de poche, ingine 100 hii pembeni yenye haina kazi. Utaangalia kile utafanya. Mewo kisababu tu $5 mfuko. Ato ukusinye supante tena moto. Patie pantalon yangu niangalie vizuri, mko franga ya kazi. Sasa tunakuwa na makonflikti za mingi hata mundoa, makonflikti za mingi hata na watoto ni juu ya kutokutembea. Mtoto una pepo ya kuiba mchungu. Mtoto hakuna pepo ya kuiba mchungu. Mtoto wa kushiba. Mtoto akishiba njoo wa kwanza kuzarau chakula. Unamwambiaka karibu kumeza, anakuambia sitakula. Anashiba. Mtoto akiiba mchungu maana yake mnyumba mko. Msizoee kwa majirani. Msikona kula kwa majirani. Mtoto akosi chakula aione kwa Patrick na achi. Shibisha mtoto. Kwanza Bulaya mtoto akiiba mchungu anasema voilà la petit. Mtoto anakuwa na neema, sante yake inakuwa sawa. Mewe mtoto akiiba mchungu, twende ujedi miracle, hii pepo. Mungu atupanue. Tusione vya. Avec la vision que nous avons, ya kujenga temple ya pata hapa. Usiseme un jour que $100, $1,000, $500 ni franga ya mingi sana wakati tuko na besoin ya plus ya $1 million. Donc tu n'as pas choix à raisonner par rapport à grandeur, ya vision yenye tuko nayo. Kama kila mtu anaweza kamata hii temple priorité yake.
Unajua tuko na jenga, hatutafanya miaka 5 hapa. Niko najiuliza koma katedral iko na plus ya 5 iko na jengewa na wenzetu njoo biko na sijui kuna siri gani. Shia tutafanya 5. Sina ile imani ya vitu. Niko na imani kubwa kwamba tutapanua kwa wakati chache sana. Na Mungu akitujalia neema. Na hapa changa kila kitu mpaka utukufu ya Mungu inaonekana. Mtu mmoja nipe amen zaidi hapa. Ukijua obstacle yako unaongeza vitesi katika maisha ya kiroho wala ya kimwili. Moi avec mon mari, mimi na bibi yangu, mimi na bwana yangu, probleme na kuwaka. Ukijua kama kiburi njoo na kuua, njoo siku utaponaka. Kama hautayua makosa yako, utakuwa na wazia watu njoo wabaya. Siku utayua makosa yako, itakusaidia. Na ufanye hangi wakati kosa yako inaonekana watu 2, 3, 4, 5 mewe peke uijuake. Uko na shida ya nguvu sana. Hakuna bwana mwenye yuko tayari kuishi na mwanamke wa kiburi. Akose bwana goigoi mwenye ana. Mwanaume wote yuko na ushefu mkichwa. Atana kutumbukia mbele ya watu, usijibu. Akitumbuka mwambie merci chef. Maisha yanaendelea. Ukijibu, banamuke mingi wanateseka na buyana na masomo na akili na pesa, lakini juu ya karakteri ya orgueil mtabaombea miaka na kuna kitu tafanyika. L'humilité précède la gloire. La grande qualité d'une femme, c'est l'humilité. Kushuka. Mwanamke akipenda akwe naye wa mabega, bataishusha ile mabega na utapwaya. Mwanamke nyone akishara mnasema batakunyorosha machafu na utasingizia Mungu. Ukiona wanawake wanaishi miaka ndani ya ndoa, waliona mingi, wakasikia mingi na wakavumilia na wakaendelea na bonere iko kule mbele. Dunia haiko tayari kuishi na mtu wa kiburi. Papa moya huku Bukavu ni mhubiri. Anaenda preshia asubuhi. Basoda walikuwa wanaua watu. Hapana FRDC, barebere balingia. Bakamwambia mai ya uchafu iko pale. Pasteur orgueilleux. Jimwange mwa ile mai ya uchafu. Akamwambia hakuna hata ingine punition ya kunipa. Ingia na vesti ya mweupe mule. Akajimwanga na vesti ya blanche mule, akajimwanga, akaoza. Simama wendi. Akaenda. Kuna kia garçon pomba nyuma yake. Ingia mule. Pomba mimi ingie mule. Masasi mkichwa. Mungu akamwambia pasteur, ile masasi ilikuwa yako. Lakini kwa sababu ulijishusha, ndio maana uliepuka. Eske tunaelewana vizuri? Ile ni tabia yenye usipotezake kwa maisha yako. Jifunze dunia haitakupatiaka heshima fasi yote. Kuna fasi kunaweza zaraulika na unyamazi. Mungu atakuteteaka kule mbele. Mwenye anasemeaka mtu ni Mungu peke yake. Kila mwenye aliyeinuliwaka alizaraulika. Zakayo akaenda, akaangalia siwezi weza kumuona hivi, akatafuta mkuyu. Mtu mmoja aseme sycomore. Ile mikuyu haiko miti yenye nakuaka mumapori, no, ni miti yenye iko mumigini. Maana sasa iko na ipanda, bagarso yote ya mkartie, batoto yote, bajeni kuna nyotana, mke muone Zakayo. Me Zakayo anaitika zaraulike me objectif yake. Kupanda kumkuyu kwa Zakayo ni humiliation. Kupanda kumkuyu kwake ni sujet à honte. Mais anasema ni zaraulike nitukaniwe me nimuone Yesu. Mpendo katika Bwana, mu elevation tuko na besoin ya sycomore. Sycomore ni nini? Sycomore ni mti ambayo inaweza kusaidia kupata kitu kinaitwa visibility.
D'abord, Mungu yeye peke Yesu ni sycomore. Si ni mti wa uzima? Ni sycomore. Manake saa alipanda yule ya sycomore, alikuwa anapanda yule ya Yesu. Ndio maana Yesu alisikiaka kilo akamwambia shuka upesi niingie nyumbani kwako. Mezo si sycomore ni père spirituel wako, ni mantoro wako, ni mtu mwenye ukipanda juu yake unaona kwenye ungeonaka na we unaonekana. Hautaendeleaka kama hauna sycomore. Hata mimi mwenye niko hapa niko na besoin ya mtu mwingine. Mtu mmoja anipe amen vizuri. Nakupa tu mfano. Usiwaze hapa ndio kuna waimbaji wa nguvu sana Mgoma mzima. Kuko makanisa huko Makatoi. Kuko makanisa kule Makilijiwe. Kuko makanisa huko Mvili. Yenye baimbaji unafika na huyu anayua imba. Mais iko naimba mu 10 personnes. Iko naimba kwenye hakuna instrument. Iko naimba kwenye hakuna mwatamuyu waka hata siku moja. Unaona kama huyu iko na talent na nakosa sycomore. Kwa hiyo usikate sycomore yenye likuinua. Kuna bwana akikuoa, kuna bibi ukimooa, juu yake unajulikana. Iko sala ukioa Rose Muhando, tutakuyua. Tutakuyua juu ya jina ya nani? Ya Rose Muhando. Ni example mimi nasema. Manake sikwambia ndio wa Rose Muhando. Juu nyinyi mnakuwa na mabitu vingine hapa na sikia kesho kwa Tanzania. Ni example. Ukitembea na mtu mwalisha kuwa juu kumupitia yeye naona pata visibility. Sasa hatujuake limia sycomore haina matunda, haina fruit, niko na orange. Sycomore hautakulaka hata matunda. Mais sycomore inaweza kusaidia uone kenye kinashinda matunda. Kuna mtu mwenye hata kupatia hata $5 $10, mais juu yake yeye unaweza onekana kwenye haungi onekanaka. Jehova Nisi ni sycomore kwako. Na niko na amen zaidi ya pale. Kabla nimalizie nitabirie mtu mwenye Mungu atapatia sycomore. Huyu mtu atafanya visibilité yako. Je suis un sycomore. Na niko na amen zaidi ya pale. Unaweza kuwa na karama, unaweza kuwa na upako, unaweza kuwa na kila kitu, me kama hauko kusycomore hautaonekanaka. Sycomore ikikusaidia kupanda, usikate kesho. Kaa chini mwambie jirani yako, wengine wana matunda lakini wanatuinua. Mtu mmoja anipe amen zaidi hapa. Hakuna mtu alifanya naye kazi ya mikono alikuwa anashindwa kulipa. Anashindwa kukulipa. Mekumpitia yeye ukapata experience na wewe ya kuanza kazi yake ya mikono. Manake huyu mtu alikuwa hana matunda na alikuwa na tai ya kukupatia uone kwenye ungionaka. Maisha ya kiroho wala ya kimwili hatuwezi endelea kama hatukutanane na sycomore. Secret ya elevation ni kupanda yule ya sycomore. Ndio maana niwape shauri, shetani akijua fasi kuna baraka zako anakuinulia vita ambao haiko ya kawaida. Ukitaka kujua mwanaume au mwanamke, kapasite kubwa ni roho ya uvumilivu. Dunia hii hakuna kwenye hautapataka vita. Vita iko fasi yote. Lakini ukikuwa na perseverance, vita ya leo ni gloire ya kesho. Vita ya leo ni témoignage ya kesho. Secret ya elevation, ujiattache na sycomore. Kuna mtu anipe amen. Kuna fasi mingi tunafikaka, mtu anasema apotre niko na besoin ya photo na wewe. Bon, hawezi mtu akamwambia mkante photo hawezi kataa. Peut-être nani pasteur tu, si mjue si amuonaka, tunakamata photo. Kesho asubuhi naanza sikia tunaniita. Oh papa, mtu mmoja alisema tumpatie mlango ya kuhubiri. Wasema unatumikaka naye. Na toleo na photo kabisa, mko naye ku photo. Kisi ya kukana inakuwa nguvu juu photo iko. Tulikamata photo, basi mtu akwambia mkamate photo hautakatala. Na umwana kaambia sasa unasema tunatumikaka na wewe koma. Ah vie, ile kukala mimi na wewe ku photo, tulitumika pale pamoja. Na banipe kazi tu nifanye kazi ya Mungu huku. Unasentiri kama kuna watu walishaendelea. Mtu saa Rais Kisekedi ukiingia mparti yake unaweza julikana kumpitia yeye.
Maisha hapana tembea na mtu malisha shindwa. Tembea na mtu anaweza kurevolutionner, mtu mwenye anaweza kuwa Sycomore. Habakosaki majaribu, habakosaki vita. Sycomore haina nafasi ya ukamatia, ni mti ya buterezi. Sasa ujikaze tu upande mwa ile mti ya buterezi mpaka ufike juu. Na kinanibariki wakati alifika juu, haiko yeye ndio aliona Yesu wa kwanza. Yesu ndio aliinua macho. Akamwambia Zakayo, leo nitaingia nyumbani kwako. Na pourquoi alimuona? Parce que Zakayo alikuwa élevé yule ya mti ya Sycomore. Mtu akisha kuwa élevé, kila mtu anamuonaka. Mungu akuakorde elevation magharibi ya leo. Mtu mmoja aseme amen. Dimanche prochain nitaendelesha hiki kitu. Niko nakupa secret za elevation. Kuitika wala kukataa, kuna watu Mungu atainua hapa. Que le Seigneur vous bénisse. Pigia Yesu makofi na vigelegele. Je vous ai promis, niliwapatia ahadi